Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Ali Nur, ndio msimamizi mkuu wa hapa Mama Ngina, na alhamdulillah tunashukuru kwamba tumekuwa miongoni mwa washiriki wakuu kwa shughuli hii ambayo itakuwepo tarehe 8 ya maandamano ya amani, ambayo yatakuwa ni kwa ajili ya kushirikiana ama kwa ajili ya kusimama na ndugu zetu na dada zetu kutoka kule Palestina. Hakuna asielewa kwamba ndugu zetu wako kwenye madhila makubwa, wako kwenye matatizo makubwa, wanauawa, wanaendelea kufa kwa njaa, wanaendelea kuteswa, na kwa hivyo kusimama na wao katika hali na mali ni ndio njia nzuri ya pekee ya kuwanusuru. Kwa hivyo pia sisi kama Mama Ngina tumeweza kufurahi kwamba kuwa pamoja na washirika wetu wakuu mbalimbali ikiwemo county government, mashirika mengine tofauti tofauti ambao wamekuja pamoja, na ni mwito wetu tutoe kwamba kwa watu wetu wa Mombasa tuweze kushirikiana ili tuweze kuona ni kwa vipi kwa pamoja tunaweza tukapata kiwango kizuri ambacho tutakuwa tunaweza kukipeleka kwa ajili ya kusaidia wenzetu walioko sehemu za Gaza kule. Ikijulikana kwamba wenzetu Nairobi waliweza kufanya. Kwa hivyo ni mwito kwa watu wetu wa Mombasa pia tuje tushirikiane kikamilifu ili tuweze kuona ni vipi tunaweza kuraise kiwango ambacho ni kizuri kwa ajili ya watu wetu. Tutakuwa na pia shughuli za food bazaar kama kawaida, na proceeds au yale yatakao kuwa yamepatikana katika mauzo yale siku hiyo ya tarehe 8 itakuwa yanakwenda moja kwa moja katika kuchangia mfuko wa kuwasaidia ndugu zetu kule Gaza. So ni mwito tunatoa kwa wana Mombasa sote pamoja tuje tujumuike, tushirikiane, tuangalie kwa pamoja ni vipi tunaweza kuwanusuru ndugu zetu kutoka kule Gaza. Wallahi tuko matayarisho yanaendelea na yako kamili. Tuna nafasi ya kutosha kuweza kufanya shughuli hii. Kile kikubwa ambacho tunaweza kuhimiza zaidi ni watu kuweza kujitokeza. We are approximating kupata watu ambao watakuwa katika shughuli hii karibu 20,000 na zaidi. Huu ni uwanja mkubwa ambao unaweza kubeba kwa wakati mmoja zaidi ya watu 22,000. Kwa hivyo tunawahimiza watu waweze kujitokeza, tuje tusimame pamoja. Nikiambatanisha msemo wa haba na haba hujaza kibaba. Kwa hivyo chochote ulichonacho, namna ambavyo unaweza ona unaweza kusaidia, karibu ili tuweze kuwanusuru ndugu zetu wa Gaza. We are targeting 40 million approximately, na naamini kwamba tukishirikiana sote kwa pamoja tunaweza kuifikia hiyo target kwa pamoja inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Amir Ghalib Abdullah. Mimi ni director kwa upande wa County Government of Mombasa, na kwa sasa tuko hapa uwanja wa Mama Ngina kufanya maandalizi ambayo yatakuwa inshallah tarehe 8. Tutakuwa na maandamano ambayo yataanza pale Mapembeni na kumalizika hapa si maandamano, ni possession ambayo tutakuwa nayo ya amani from Mapembeni mpaka hapa Mama Ngina. Inshallah we are expecting watu zaidi ya 20,000 kuwa present in that possession. Alhamdulillah, County Government of Mombasa imefanya maandalizi yake ya security kwa upande wa inspectorate na kwa upande wa police, ambao pia wote tuko pamoja, na wale pia ambao wamejitolea ambao watakuwa upande wa security pia nao pia tuko nao pamoja. So target ya hii ni raise more than 30 million, ambao kwa sasa alhamdulillah we have tried to raise more than 10 million, but we are still going on. Kutakuwa na dina pia ambao itakuwa ni raise fund on 7th kabla ya 8th, ambao itafanyika jioni, na inshallah Mungu ataleta neema na tutaweza kufanya hiyo dina na kuraise hizo pesa ambazo zimebaki. Jambo la pili ni kuwa tutafanya more than 10,000 tree ambayo tutaweza kufanya hizo 10,000 trees kwa Mombasa nzima,
Na jambo la tatu ni kuwa baada ya tushamaliza upande wa ku raise ni awareness ambayo itafanyika. Tayari misikiti yanatangaza, tayari misikiti yanafanya collection, tayari misikiti yanafanya awareness. Kwa hivyo hiyo siku inshallah tuwe pamoja, na lile lilotuudhi la Palestine kuwa maskini wanadhulumika, humanity yao wanadhulumika. Inshallah Mungu atajalia tutaweza kuwasaidia na kuwapa zile pesa ambazo zitawasaidia in terms of hunger, in terms of hospitality. Inshallah Mungu tuwe pamoja na hili jambo litakuwa successful. Asanteni. Hai. Bismillah. Kwanza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tumereuka hapa asubuhi na mapema kuja kuangalia huu uwanja wetu wa Mama Ngina ambao kwamba itakuwa ndio meeting point baada ya watu kwamba wamefanya matembezi ya amani kutoka mapembeni na mpaka kufika hapa Mama Ngina. Kwa sasa hivi tunaweza tukasema mipango yote ishafanywa, vibali vote vishatolewa. Ililobaki tu ni kwamba wananchi wa Mombasa sio kujitokeza siku hiyo tu peke yake, bali ule mchango na paybill ambazo kwamba zimetolewa kuwasaidia wenzetu walioko Palestine, watu waendelee kuchanga. Tumepanga sisi kama committee ya jambo kama hili, tutakuwa na special dinner ambapo kwamba itafanywa pale Afraha Hall siku ya Ijumaa, na wamealikwa watu tofauti. Sababu kubwa ya dina yenyewe si masala ya kula, ni masala ya kuchangia wenzetu walioko Palestine. Up to now tuweza tukasema juhudi kubwa ishafanywa. Kuna pesa ambazo kwamba tayari zishachangwa katika jambo kama hili. Tunatarajia kwa information kwamba watajoin. Kuna politician wengi ambao kwamba tayari tumepata confirmation watajoin kulipatia support jambo kama hili la kuchangia wenzetu ambao kwamba wamefikiwa na majanga upande wa Palestine. Sisi tutawaambia watu wa Mombasa, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, hili si jukumu la Waislamu tu pekee yake, bali kadhia ya Palestine imentouch because of humanity, imentouch kila mtu. Kwa hivyo tuwaomba siku kama hiyo ya Jumamosi ambapo kwamba itakuwa tarehe 8 wiki ijao, tuweni pamoja kwa maandamano na sisi kuja kupanda miti hapa na kuelezea yale masaiba ambayo kwamba yanawapata wenzetu, tuone kile kiwango ambacho kwamba sisi kama Mombasa tutaweza kuchangia na kuzifikisha amana zile kwa wahusika. Kila mmoja anafahamu madawa kule sasa hivi hakuna. Kuna waliomia wanatakiwa operation ambazo kwamba hazifanyiki pale Palestine, lazima zikafanywe nje ya Palestine. Mahospitali yamemalizika. Mchango wanaotaka kwetu sisi sasa hivi ni mkubwa kuliko vile watu wanapofikiria. Hatujaacha nyuma wa Kenya kama ilivyofanywa Nairobi na ikafaulu kwa kiwango kikubwa. Natarajia Mombasa itakuwa kubwa zaidi kushinda Nairobi na tutakuwa mfano kwa ulimwengu mzima. Kwa haya machache na waalika nyote tarehe 8 tuweni pamoja katika matembezi kama hayo ili kuwasaidia wenzetu walioko Palestine. Pengine waziri tutajie tu kitu ambacho Mombasa County imeoffer ni support. Sisi kama serikali yetu ya Mombasa County, kwanza His Excellency Governor siku zote ana msimamo wake mwenyewe wa kusupport kadhia ya Palestine. Mimi waziri unayeniona hapa, kuna waziri wa trade pia amekuwa na hapa, director wangu Amiri tuko hapa, tumesaidia katika kuorganize hii event. Ni kama ni sisi tunaoifanya baada ya kusaidiana na wenzetu ya Voice of Palestine ambao kwamba wametoka Nairobi, lakini tumetake charge kuhakikisha wale wanawake ambao kwamba watakuwa wanauza chakula wamefanya chakula yao kuuzwa. Lengo la kuuza chakula yenyewe ni kusaidia wenzetu walioko Palestine, ile pesa ambayo kwamba itapatikana. Na sisi kama Mombasa County security team yetu inspectorate itakuwa hapa, tuna security ya national government ambao kwamba watakuwa wako hapa kuhakikisha kila kitu kimeenda smooth, hakuna mtu ameharibiwa kitu yake yoyote. Baada ya saa 5 saa 6 itakuwa tumemaliza matembezi yenyewe na tutatangaza tumekusanya pesa ngapi. Hapa mnapomaona hapa Mama Ngina ndio itakuwa meeting point. Kutakuwa na viti ambapo kwamba watu baadhi wataweza kukaa, VIP itaweza kukaa, speeches zitatolewa hapa na kutangaza tumefanikiwa kuchangisha pesa ngapi
katika mchakato huo. Kwa hivyo Mombasa County hatujaachwa nyuma, vitengo vote viko katika kuisupport jambo kama hili. Asante, shukrani. Kwa jina naitwa Mohamed Osman, mimi ndio waziri wa Trade, Tourism and Culture Mombasa County. Leo tumekuja katika ili kuhakikisha kwamba ile sherehe ambayo tutafanya tarehe 8 kuungana mkono na wenzetu wa Palestine, shida ambazo zipitia, itakuwa ni tarehe 8. Tutaanza mapembeni, tukuja moja moja hapa Mama Ngina. Kwa hivyo kama waziri wa Trade, Tourism and Culture, kutakuwa pia na wanabiashara wadogo wadogo ambao watakuwa wanakuja kuuza bidhaa zao. Zote ni kuhakikisha kwamba zile pesa ambazo zinapatikana pale ni kuhakikisha kwamba tumesaidia ndugu zetu wa Palestine. Kwa hivyo nawaomba nyote, watoto, kina baba, kina mama, wote muje katika jambo kama hili, jambo ambalo tunasimama na ndugu zetu wa Palestine. Kutakuwa na biashara zile ambazo nimesema, wale wenye kuuza watakuwa nauza, na mapato ambayo yatapatikana yote itaingia katika kikapu moja ya kusaidia ndugu zetu wa Palestine. Leo tumekutana hapa Mama Ngina kuangalia maandalizi yatakayofanyika siku ya tarehe 8 mwezi huu wa 11 mwaka huu, na tunatarajia takriban watu 40,000. Na sehemu kama hii tunaangalia upande wa securities, mpangilio, upande wa huduma ya kwanza pia, na vipi wananchi hao wote wataweza kukusanyika na wasiweze kuchoka pia. Upande wa matembezi ya amani tumetarajia kupata takriban watu 20,000 na ambao watakusanyika kuanzia mapembe ya ndovu na wataletwa mpaka hapa. Wakifika hapa kuna bazar ambao pia tunaangalia sehemu strategic plan ya kuwaeka, na pia upande wa stage kama mnavyoona nyumba yangu, kutakuwa na stage, na upande wa bazar itakayoendelea mpaka usiku, takriban saa 1 saa 2 za usiku. Tuna expect pia upande wa community na jamii wajitolee kwa kutusaidia na security na pia ushering. Kwa kweli wale watu ambao sisi tumeorganize mpaka sasa hizi ni takriban 500 upande wa ushering na security, lakini nahofia hawatotosha kulingana na response ya jamii watakaofika. Kwa hiyo ni siku kubwa sana na ni siku unique. Tuko na watu sehemu tofauti watakaofika. Solidarity Movement of Palestine from Tanzania watafika. Tuko na madaktari kutoka Tanzania, madaktari kutoka camp na different other organizations ambao watakuwa pia, na pia tuko na walemavu takriban 200 ambao watakuwa katika hii uwanja siku hiyo. Kwa hiyo langu ni tu kuwaomba msikae nyumbani, tujitokeze. Tumeona yaliyotendeka sio Palestine peke yake na bali Sudan pia, na katika matembezi kama haya pia tutagusia bendera ya Sudan na pia upande wa kuweza kuhamasisha watu umoja wa jamii. Na pia la kumalizia ni kuwa hiyo sio issue ama voice for watu wa Palestine kutoka Waislamu peke yake, bali tuko na Wakristo wengi sana, tuko na churches, tuko na Christian unions ambao watakuwa part of this peaceful procession, na pia maandalizi haya ya Mama Ngina. Tukiangalia unaleta pamoja watu mingi, lazima security itakuwa ni issue. Kama kuna watu pengine watakuwa wanapoteza fahamu ama watakuwa wagonjwa, umejitayarisha vipi kwa upande wa medical au security? So mimi kwangu naangalia upande wa kuanzia walk mpaka tukifika hapa Mama Ngina, na tumeorganize ambulances. Kuna private ambulances ambazo zitakuwa mwisho wa walk. Kuna emergency response vehicles ambao pia ziko, na the walk peke yake tulivyoandalia, kutakuwa kuna emergency responders, first aiders na doctors. Hao upande wa medical field wako not less than 500 katika hiyo siku. So kila kitu iko salama. Tuko na county officers karibu 200. We hope that hakuna litakalotokea upande wa health wise, lakini kama itatokezea kwa mtu anasikia kisunzi au amechoka, then hiyo tuko na sections ambazo zishikilia ama zitahandle. Naam, shukrani sana.
To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.